Yes, mtazamaji wa Asili Yetu TV, tupo katika stendi ya zamani ya mabasi mkoani Njombe. Ni tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025. Niko na timu nzima ya chama la wana Lunyasi, wana Msimbazi, mara baada ya jana upande wa kijani kuondoka kuelekea katika dabi ya Kariakoo ambayo mchezo utafanyika siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 3. Niko nao hapa wana wa Lunyasi, nao wamejiandaa kuondoka siku ya leo, lakini nataka tupige naye story kujua kwamba kulikoni wao wameondoka leo, lakini vipi hali ya usafiri mpaka sasa hivi na wanaondoka saa ngapi na vipi. Majibu yote tutapata, tuko nao hapa kujua kwamba kipi wamejiandaaje, lakini tunataka kujua mengi zaidi kuelekea dabi ya Kariakoo kutoka Njombe mpaka Dar es Salaam. Ungana nami kupitia Asili Yetu TV. Naitwa Mzee wa Tatu, niko naye Ivan. Mambo vipi mama? Poa. Uhakika? Kabisa. Kwema. Kwema kabisa. Mbona kama kinyonge? Hapana, hakuna kinyonge wala nini. Kwanza sijaenyonge hata siku moja. Vipi wenzenu waliondoka jana, watani wenu? Lakini wote mnatoka Njombe. Kwa nini msiungane jana mkaenda ili mkiwa kwa pamoja na kwa nzuri sasa? Kwa sababu michezo ni pamoja pia na undugu mumo. Ni vizuri. Kuna kipindi watu naungana, kuna kipindi hatuungani. Kwa ina maana hiyo ni kawaida. Wao wanatangulia, hata sisi leo tunaelekea kwa, basi tutakutana huko, mambo mengine yanaendelea. Na kuna wengine wana Msimbazi walipenda gari lao jana. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo kama vile mlikuwa mnaogopana kwamba waache watu. Hapana, hakuna anayemuogopa mwenzie wala nini. Vipi tumefika hapa, ni muda kidogo, hatujaona utaratibu wa usafiri, hatujajua mnasafiri kwa vipi, labda mnaenda kwa ndege au kwa nini, tuweze kujuana. Usafiri upo, kuna basi tunasubiri hapa, kwa hiyo sio muda tunaanza safari ya kuondoka. Kwa hiyo ni usafiri wa moja kwa moja au wa kuungaunga? Wa moja kwa moja. Okay. Na tujajua mpaka sasa hivi idadi ya watu jumla mnaondoka. Tunapenda kujua pia mnaondoka watu wangapi mpaka sasa hivi? Tuko 32. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kwenye gari ya kawaida kama Costa hivi imejaa. Imeshajaa. Okay. Tunapenda kuongea na kiongozi wa msafara kabisa, yule mratibu mkuu. Yuko wapi? Kaduma? Au ndio yuko busy na simu? Okay. Mambo vipi? Salama boss. Uko poa? Niko safi. Bwana wewe, tumekuona saa nyingi. Tunapenda kwanza kwa niaba ya watazamaji ujitambulishe. Kwa majina naitwa Abedi Sande, natokea Matembwe. Mimi ni shabiki kindaki wa Simba Sport. Na pia ni mwenyekiti wa tawi la Simba Matembwe. Na nimeambatana na wana Njombe kwa ajili ya kwenda kuisupport timu yangu ya Simba. Tunasema ubaya ubwela. Kutoka kule Matembwe mpaka hapa kwa sababu umekuja na watu wangapi? Kutoka kule nimekuja na watu 4. Ndio. Ambao ndio mnaiwakilisha Matembwe ndani ya Njombe sasa. Naam. Vipi swala la usafiri? Mbona kama vile bado tulirejea hapo, tumeambiwa gari lipo lakini muda unaenda. Tuliambiwa saa 8 kamili mnaondoka, sasa saa 9 kasoro. Usafiri upo na gari sio muda mrefu litafika hapa na tutaanza safari sio muda mrefu. Kwa hiyo kuhusu usafiri, wanachama waondoe shaka. Muda si mrefu gari litafika hapa na tutaanza safari ya kwenda Dar es Salaam. Swala la nyinyi kutengana na wenzenu, wameondoka jana, nyinyi mnaondoka leo, lakini bado swala la muunganiko kama vile unasuasua upande wenu, changamoto inakuwa ni namna ya uratibu au mambo yamekuwa ghafla au ilikuwa mjajipanga vizuri? Hapana, hiyo ni kawaida kwenye utaratibu wa safari. Kila mmoja anapanga safari yake kwamba aondoke lini. Kwa hiyo sisi tulipanga safari yetu kwamba tutaondoka tarehe 7 ili kufika tarehe 8 asubuhi tu tumefika kule. Naam. Tuliona wenzenu waliondoka na gari limepambwa vizuri, hatujajua labda lakini bado liko garage, wanaweka sticker zile nini. Naam. Kuonyesha uasilia. Lazima tufanye hivyo kwa sababu ndo asili yetu. Lazima tulipambe gari letu ili lionyeshe kwamba sisi ni wana Simba. Na kama unavyojua mashabiki wa Simba tuna vibe. Wanashabiki wa Simba tuko special. Kwa hiyo gari letu linapambwa kwa nguvu zote. Binafsi wewe unaonaje mechi ya kesho kutwa? Kesho sasa tarehe 8 kesho. Wewe unapaonaje pale? Mechi itakuwa nzuri lakini naamini timu yetu itaenda kuibuka na ushindi. Na tunamtanguliza Mungu na tunaamini kufika dakika 90 Simba itaibuka na ushindi. Nyinyi mmeshakuwa wateja pale Yanga mara 4 mfululizo. Kwa nini unajihakikishia ushindi mapema ungali wanajua mchezo ni mchezo, tunasema ni sehemu pia ya makosa, huyu akifanya kosa anazibiwa, huyu akifanya kosa anazibiwa. Wewe unajipa uhakika gani wa kuanza kujipa matumaini ya ushindi mkubwa ungali unajua na yule mwenzako pia anakuja na silaha ambazo pengine hata uzitambui? Sasa kutokana na ubora wa kikosi changu msimu huu nimekuwa na kikosi bora sana, kikosi ambacho kimesheheni vijana wadogo wanaojituma kuanzia golikipa mpaka namba 11, na hata ukiangalia hata sabu zetu tuna kikosi bora. Kwa tunaamini kwamba kupitia kikosi chetu tutaenda kufanya vizuri. Naam.
Asante. Vipi swala la muamuzi aliyeteuliwa kusimamia sheria 17 Arajiga, imani yako wewe kwake na kweje? Wengine wanasema yule Yanga, wengine wanasema yule Simba. Wewe upande wako wewe unaonaje pale? Kwa upande wangu mimi naona Arajiga ni refa mzuri. TFF wamemwamini, ndio maana wamemteua kuchezesha mechi kubwa ya dabi. Kwa na mimi naamini kwamba uwezo na kiwango alichonacho Arajiga atachezesha mechi vizuri na kwa fair. Naam, kwa hiyo wao wengine wanaoongea yawezekana hawajamfuatilia Arajiga, lakini Arajiga ni moja ya marefa bora sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ila baadhi ya mashabiki wanahisi kama vile mechi nyingi anazochezesha Arajiga hususan dabi, Simba inakuwa inadondoka. Sio kweli. Hata ukifuatilia history, kuna wakati Yanga waliwahi kuandika barua kwamba hatutaki Arajiga achezeshe dabi. Kwa hiyo wanaosema hiyo kauli hawajafuatilia Arajiga ni nani. Kwa hiyo Arajiga sisi tunaamini kwamba ni kocha sahihi, ni refa sahihi wa kuchezesha dabi na mechi kubwa anaziweza. Asante. Naam. Ngoja niongee na Ubwela. Bosi, ngoja tupate background kwa sababu nimeona wametengeneza background tusiwe kama kinyonge fulani. Mzee shikamo. Marhaba, habari? Safi, habari yako? Safi, pole na mshauri. Uko poa? Niko poa. Majina yako bosi? Mimi naitwa Mashaka Lulambo baba. Asante. Tuko kwenye safari yote au unabaki nyuma? Mimi nipo kwenye safari. Uko kwenye safari. Na iachaje Simba yangu kwa? Hebu niambie umejipangaje hususan kwa mechi ya kesho, kwa sababu tunaambiwa Shabiki pia ni mchezaji nambari 12 pale nyuma. Kwanza mimi na uhakika. Nina uhakika kwa sababu kikosi changu ni bora. Ni moja ya vikosi bora kwa Afrika hii. Unapoizungumzia Simba sasa hivi sio Simba ile ya jana. Kwa hiyo nina uhakika. Na hilo la kwanza, lakini la pili tumefungwa vya kutosha. Tumechoka. Kwa hiyo tumetumikishwa vya kutosha. Sasa tumekuwa. Sasa hivi mnaenda kuvunja utani. Naam, tumekuwa. Kwa hiyo kama tumekuwa kazi wanayo. Kipi ambacho wewe unakuwa na imani nacho, ni upande wa mwalimu au ni kikosi chako ndo kinakubeba sana na kusema kwamba umechoka kuwa mteja? Mimi timu yangu ni bora. Yaani mimi ninaamini na nina uhakika na kikosi changu. Bora kwa msimu huu au ilikuwa bora tena? Timu yangu haijai kukua nje ya ubora. Ina ubora kutoka enzi hizo. Wao wanakuhesabu wewe kama mteja? Hapana. Na mteja hata siku nyingine anaweza kageuka vile asije kwako. Kwa hiyo lazima tujue mteja anabadilika. Siku hawi mteja. Hebu niambie katika upande wa silaha ambaye unaitegemea pale mbele mwalimu ataiweka kwenye eneo la ushambuliaji. Nani unapendekeza aanze pale? Mimi nategemea yote atakayempanga kocha anamwamini. Yote atakayepangwa pale anatosha kabisa. Awe Ateba, awe Ahua, awe Mkwala, awe nani anatosha pale. Pamekuwa na tetesi za msemaji wa upinzani kusimamishwa. Amepigwa kama miaka miwili japo haijatoka official taarifa. Inakupa nguvu gani wewe sasa kuingia pale kwenye uwanja ule siku ya kesho? Mimi kwanza nasikitika. Nilimtamani yule awepo. Ili wakutane na mimi kwangu kutokuwepo kwake namsikitikia. Namsikitikia. Kwa hiyo ulitamani kwamba na yeye awepo. Ili ndio, ili anapokufa ajue amekufa basi. Nilimtamani sana awepo. Ila leo asubuhi amethibitisha kupitia kituo cha habari mojawapo kwamba atakuwepo, kama umeona kwenye mitandao. Amethibitisha kwamba hizi ni tetesi, habari official kutoka kwenye mamlaka husika bado, kwamba yeye bado ni msemaji wa timu yao upinzani upande wako na atakuwepo. Kwa hiyo kama vile ndoto yako inatimia kwamba yupo, basi mimi natamani awepo. Mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu. Wewe wanakula ngapi? Sasa wenzetu 2 bila. Bwana Kaduma, mimi nataka nipige story. Vipi? Safi, kwema. Mambo jitambulishe bosi. Kwa majina naitwa Sadiki Kaduma, mwenyekiti wa hamasa wa tawi la Simba Wajanja wa Njombe. Wajanja? Wa Njombe kama ilivyo kwenye bango hili. Wajanja sijaelewa usafiri wenu leo mpaka sasa mnaondoka na nini? Usio na wasiwasi. Tunafika. Tunatamani tuone angalau na aina ya usafiri mnaondoka nao. Inaleta matumaini na mwamko. Bado muda kidogo utaona. Hebu niambie wewe, katika upande wa uratibu wako, kipi ambacho umekizingatia sana kwa hao watu ambao unaendana nao, sababu hao wote wanakuangalia wewe kama mratibu lakini pia kama kiongozi. Kipi ambacho umejipanga sana kuwalisha ili iwe chachu pale mnapoingia Dar es Salaam, waonekane wana Njombe kweli wamefika pale? Kwanza cha msingi zaidi mimi nilipenda watu wasafiri. Kwanza wasafiri wafike Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza kidogo watu walikuwa mwamko ulikuwa mdogo. Kwa hivyo tukawa kidogo tuna sita kwamba ngoja kwanza tufanye hivi, tuungane na watu wa hapa. Lakini hadi kufika muda huu saa hizi watu wameshatimia, gari linajaa.
Kwa hiyo tunatoka kwa pamoja. Kwa hiyo hakuna shida. Wakifika kule wata enjoy kwa sababu tunafika mapema. Tukifika pale tutazunguka kidogo, jioni ndo tunaingia uwanjani kwa ajili ya wenzenu walitegemea waondoke jana, leo wakasema watapumzika pale. Nyinyi mnaondoka leo, mnafika kesho, na kesho hiyo inatakiwa tena muende uwanjani. Huoni kama watu watafika uwanjani wakiwa wamechoka sana, kwa ile vibe linakosekana kuwakilisha Njombe, kwamba kuna watu wametoka Njombe kuja kuwakilisha Simba mbele ya timu yetu Simba? Hakuna uchovu, kwa sababu tukitoka hapa tunafika asubuhi sana, siku nzima tunakuwa tupo free, tutapumzika kidogo, tutazurula, ndio jioni tunaingia uwanjani fresh kabisa. Tunataka kujua upande wa tiketi, tayari mmeshakata kupitia mtandao au ndio mnafika pale mnaanza kuhangaika tena? Asilimia kubwa tumeshakata, waliobakia nao tunafanya mawasiliano na wenzetu wa Dar es Salaam wanakata. Kwa hiyo hakuna kilichoharibika. Ujumbe wako sasa kwa mashabiki ambao wanabaki Njombe, nyinyi ukiwa mnaenda kuwakilisha Dar es Salaam, waendelee kutuombea, tuombee sisi pamoja na timu kwa ujumla tupate ushindi. Asante sana. Bwana, wewe utabiri wako ngapi bwana? Mimi hamna tatu. Hamna tatu bro. Na kwa nini unasema tatu kati umekuwa mteja misimu mara 4 mfululizo? Mimi si mteja. Tofautisha na wale Matuta FC. Mimi najiweza bro. Mimi najiweza. Kama wao wajanja wangeungana sisi kimataifa, mbona wametoka? Mimi najiweza bro. Najiweza. Majina yako tafadhali? Majina yangu mimi naitwa Pascal Emmanuel Edward Snava Ngakoja Kimnyami. Shabiki wa mnyama kutoka Njombe. Mtazamaji wa Asili TV, hao ndio mashabiki wa Simba mnyama ambao wanatarajia kuondoka muda si mrefu katika viwanja vya stendi ya zamani hapa mkoani Njombe, na wanaelekea Dar es Salaam kwenda kuwakilisha na kushuhudia mchezo wa dabi ya tarehe 8 siku ya kesho ambayo itagongwa mishale ya saa 1 za usiku. Endelea kuifuatilia Asili TV, tutakurejeshea yale yote ambayo yataondoka, na tupo hapa mpaka kuhakikisha kwamba wanaondoka hapa na sisi kurejea katika majukumu yetu ya kawaida. Naitwa Mzee wa Tatu, tuko kutoka Asili TV. Asante, niko naye Ivan. Shukrani.